tuna makusudio gani juu ya kutoa michango yetu. Makusudio makubwa ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, lakini kuna jambo kubwa ambalo linatakikana sisi tuwe wenye kulifanya. Ukiweka tahaliki kidogo, sio vizuri kutoka katika maudhui ambayo tumezungumzwa na kijana wetu Fakudu wetu. Maudhui ambayo imezungumzwa inawezekana ikawa ni nzito kwa wengi, kama tulivyosikia alivyosema katika wanazuoni wakubwa ambao ni Dailan. Alipata shaka, sio kwamba alikuwa haamini, lakini alikuwa anataka kufahamu zaidi kuhusiana na swala la qadari, kwa sababu qadari ndiyo kitu kikubwa ambacho wengi wamekuwa wanakitumia kuweza kuwapoteza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi akida ni akida ambazo zinazokataa qadari, kwa sababu katika makadirio ya Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi lazima itaonja kifo, kila nafsi lazima ife, hakuna nafsi ambayo haitokufa. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala kukataa kwamba sio tanaqulul arwahi, kuhama kwa roho, hapana. Akasema inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, baada ya kufa hakika mtapewa ujira wenu siku ya kiyama. Sasa wewe ukiwa unakataa, ukiwa unasema kwamba roho inahama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, unamaanisha kwamba hata kiyama pia hakuna. Ndicho ambacho utakachokuwa unamaanisha. Sasa hii akida ni akida ya kikafiri. Angalia arkanul imani, nguzo za imani, si sote tunazijua. Nguzo za imani, an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari. Naona hizi ni arkanul imani, ziko 6. Kwanza ni kumwamini Allah tabaraka wa taala na malaika wake na vitabu vyake na vile vile na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na vile vile kuamini qadari. Bwana Mtume aliposema kuamini qadari akasema khairihi wa sharrihi, bimaana katika qadari kuna khairi lakini vile vile kuna shari. Uamini kwamba yote haya ni qadari na yote haya yanatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika shari ambayo sisi tutaiona kwamba ni shari, mfano swala la mtu kufa au kupatwa na maradhi au kupatwa na umaskini au kupatwa na jambo lolote ambalo yeye halipendi, katika yeye ataona ile ni swala la shari, lakini katika asili yake kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ile ni swala la nini? La khair. Kwa hiyo Uislamu inatakana aamini hivi. Angalia kujua kwamba hili ni swala kubwa, swala la qadar, kujua kwamba ni swala kubwa. Huyu bwana alipoenda kwa Ubay ibn Ka'b alisema, Ubay ibn Ka'b alimwambia namna gani? Alimwambia wa'lamu annaka law anfaqta mithla uhud dhahaban lam tuqbal minka hatta tu'mina biha. Jua kama utatoa mfano wa mlima wa Uhud dhahabu, ukazitoa, sasa hizi ni dhahabu, mimi najitolea fi sabilillah, katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Anasema kwa Allah subhanahu wa taala hautokuwa ni mwenye kukubaliwa, imani yako itakubaliwa, ama hizi pesa ulizozitoa, dhahabu ulizozitoa, haitokuwa ni yeye kukubalika hata tu'mina biha, mpaka uamini hii. Uamini nini? Al-qadar. Wa'lamu annaka, na ujue kwamba ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, lile jambo liliyokupata, lolote liliyokupata, lam yakun liyukhti'ak, jambo hilo halikuwa ni lenye kukukosa. Wa ma akhta'aka, na lile ambalo liliyokukosa, lam yakun liyusibak, jambo hilo halikuwa ni lenye kukupata. Hivi tunaelewana? Maanake ukiwa na itikadi kama hii, jambo lolote litakalokupata wewe utatulia kwamba hili limetoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Na hapo ndio unapokuta watu wengi wakosea. Amefikia mfano
khatibu akasema ndio maana utakutana watu wengi wanaenda kwa washirikina. Ili nini? Akatumia lugha kidogo ili wachomoke katika ile swala la qadar. Lakini hauwezi kuchomoka kwa sababu hili ni kitabu tayari kimeshaandikwa kwa Allah tabaraka wa taala. Haiwezekani ukaenda kwa mshirikina. Tumeona walipokuja wale jamaa Marambara, watu wengi walikimbilia wakaona kwamba utaepukana na qadar. Hauwezi kukimbia qadar ndugu yangu. Yaani kama ni kifo kiko pale pale. Kama ni maradhi yako pale pale. Mfano huu utakutana kuna watu pia wanaenda kwa makohani. Mtu amepatwa na maradhi anaenda kumshirikisha Allah akijua sasa hapa mimi nitaepukana na kadari hii ya maradhi. Hapana. Hauwezi kuepukana kwa sababu Bwana Mtume Muhammad yeye ndio ameshasema, wa'lam najua ma asabaka lam yakun liyukhzika. Lile ambalo lililokupata haliwezi likakukosa kamwe. Lazima likupate. Wama akhta'aka lam yakun yusiba. Na lile ambalo lililokukosa haliwezi tena kupata. Hii ndio itikadi. Na hii ndio Ubay ibn Ka'b akasema hata ujitolee pesa za namna gani, kama hautokuwa na imani hii, basi ujue zile pesa hazitokubalika kwa Allah tabaraka. Ndio ujue kwamba hili swala ni swala kubwa ambalo mtu inatakana amini. Na swala la qadari ni swala ambalo wanazuoni wamelitolea mifano mbalimbali, mifano mingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni swala mpaka wale walikuwa wanaonekana wamesoma pia imefikia tu ambao wamefanya wenye kupotea. Lakini huyu bwana alienda kuuliza ili aweze kufahamu, sio kwamba alikuwa anakataa, ili aweze kufahamu. Alikuwa na shaka, ili shaka ile katika moyo wake iweze kuondoka. Kwa hiyo ndio taarikhi kidogo ya hutuba, maana yake imetuweka katika akida ya kuamini qadar. Mtu akiwa haamini qadar, maana yake amali zake zote zitakuwa ni habaa mansura, hazitokubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Maana yake sasa ni sisi tuweze kuamini nini? Qadar. Na ukiangalia imani yote imezunguka katika qadar. Mtu akitoka katika qadar basi tayari ameshakuwa kafiri. Kwa sababu ukitoka tu katika qadar, lazima utatilia shaka kifo. Vile utajua pepo, moto hakuna. Unaona? Lolote litakalo kupata hautojua limetoka kwa Allah, mpaka mvua. Hii mvua ambao unaona inanyesha. Wako baadhi ya wengine kwa mganga fulani, ukienda kwa mganga fulani ana uwezo kuzuia mvua. Hakuna. Hiyo ni akida chafu. Kwamba kwa mganga fulani yule, yani unaona pesa mvua imekata, ukienda kwa mganga fulani ana uwezo kushusha mvua. Hiyo habari hakuna. Na ukiwa na akida za namna hiyo ni akida za kukataa kadari, na ni akida ambazo zinakupelekea wewe kuwa ni kafiri moja kwa moja, kama mifano ambayo tumesikia watu wakipiga mifano kwamba roho haifi isipokuwa inahama kutoka katika mwili huu na kwenda katika mwili mwingine. Maana yake ni kwamba dunia itaendelea hivyo hivyo, hawatofikia siku ya kiyama. Sababu kama roho zinakuwa zinahama, sasa dunia inaweza katanduka. Allah ametuambia kwamba dunia na mwisho. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea dunia na mwisho. Wao wanasema tanasufi al-arwah, kwamba roho zinakuwa zinahama, zinaenda kwa huyu, zinaenda kwa huyu. Maana yake hakuna siku ya kiyama, umekataa kiyama. Swala hili linakupelekea wewe kuwa kafiri moja kwa moja. Kwa hiyo ni taarifa kidogo kuhusiana na nini? Kuhusiana na hutuba. Ndugu zangu katika imani, tumesema tujitolee kidogo michango kwa uchache wetu. Allah tabaraka wa taala angalia wingi wa watu, bali anaangalia nia za watu. Kama min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira biidhnillah. Makundi ya watu wachache yameweza kushinda makundi ya watu wengi. Kwa tujitahidi katika swala la michango, bado tunaendelea. Tumetangaziwa kwamba hivi sasa tunataka tununue kamera. Hilo swala nadhani linafahamika. Kamera hii ina kazi kubwa katika kusambaza harakati na dawa ambazo zinazoendelea katika kituo kama hichi. Lakini vile tukapigia mfano tukasema hii ni kama swala katunjani. Sababu kama wewe utatoa swala yako ukanunua chombo kama hichi, ni kwamba itarekodi, kisha zile dawa zitakuwa zinarushwa katika media mbalimbali. Zikirushwa zile zitakaa miaka na miaka. Wakati huo labda wewe tayari umeshafariki, lakini thawabu zitaendelea kukufikia kwa sababu ulichangia swala kama hili. Wako watu wakati imamu aliposimama akazungumzia swala, wako watu alhamdulillah walijitolea wakaandika majina kwamba kila mmoja atatoa shilingi 10,000. Kwa hiyo tunawaomba wale waliojitolea wakaandika majina yao, kwanza wazitoe hizi pesa. Na wale ambao hawajajitolea, hawajaandika majina, tunawaomba jamani, michango yenu, kwa sababu hichi chombo tayari kiko katika mikono yetu.
kiko katika mikono yetu, lakini aliyotukabidhi chombo hichi tujue ni naswara. Sawa, ni naswara. Kwa hiyo kama ni naswara, ina maana inatakana tutekeleze ahadi. Unajua, katika kuwalingania watu, tunapotekeleza ahadi kwamba kwanza tunajihifadhia zile amana zetu, uaminifu wetu, lakini vile vile na inakuwa ni katika njia za dawa za kumlingania yule bana kwamba Uislamu wako vizuri. Yule bana ametupa miezi miwili, ni mingi sana, kwa 3.5. Miezi miwili kwa 3.5. Kwa maana kama tutajitahidi, inawezekana tukatekeleza hili kabla ya kufikia hata ile miezi miwili. Unaona? Kwa hiyo kama ni hivi, inatakana tujitolee, tuangalie, usitoke kwanza msikitini, tuangalie leo tutapata shilingi ngapi kwa uwezo wa Allah. Kwa yule ambaye anahitajia sadaqatun jariya, sababu kujitolea huwa si lazima, tunakuhamasisha tu, lakini hili itakuwa ni kheri kwa wewe. Yule anayetaka sadaqatun jariya, sadaka zenye kuendelea, wakati umekufa tayari thawabu zinaendelea kukufikia, basi jitolee katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kama kuna miundombinu ya kipesa ambao wewe hata ukiuma miundombinu inaendelea hapa duniani, basi miundombinu yenye kuendelea wakati huo umekufa, ndio hii sadaqatun jariya, ambazo thawabu zake zitakuwa zinakufikia mara kwa mara. Hiyo siku ametangaza imamu, walijitolea watu kadhaa, wakaandika majina yao. Tulikuwa tunauliza wameshazitekeleza zile ahadi? Baadhi wametekeleza, wengi wao ama wachache wao. Tunaomba wale watekeleze, walioahidi zile ahadi waweze kujitolea, kwa sababu ahadi zitaulizwa siku ya Kiyama. Ukishaandika tu basi pale, ukishaandika kwamba wewe utatoa, basi jitahidi hata kama utatoa kitu kidogo uweze kutekeleza. Sasa tulizungumza kwamba leo tutakuwa na hili swala la kama harambee kidogo, maana tushauriane. Hii pesa ni nyingi kwa sisi, ni nyingi. Tukasema kama tutajitolea kidogo kidogo itakuwa ni chache, lakini kujitolea kwenyewe lazima tulifikishe kwenu ili tuweze kushauriana tunalitekeleza vipi. Kuna wengine wao walisema kulitekeleza ni kutoa shilingi au ni kuandikisha majina. Wakaandikisha majina, alhamdulillah, au tayari Allah tayari atawalipa kwa hilo. Lakini kwa wale ambao sisi bado, tunafanyaje? Nadhani nitakuwa nimeeleweka, sio nizungumze sana. Unajua mazungumzo mengi yanakuwa hayana maana. Wewe unaweza kuchangia bana, ili swala kwanza ni nzuri, lakini inatakana tulimalize kwa njia